ijapokuwa leo uko chini, uko zilo, leo umepewa majina, wewe ni ombaomba, hizi vitu gani, ipo siku utashuhudia. Roho Mungu ananiambia kwamba utashuhudia kwamba ijapokuwa liwango wa mwisho darasani, leo unaweza kuwa na mume mzuri ukamdharau, ukamwona mtu wa kawaida sana, lakini huko nje wanapigia mahesabu. Good diversion, divine diversion. Mungu anadivert baraka wako walikosea kupandisha chesara. Tumeshamtangaza ni waziri sasa. Walikuweka wagonjwa Petro alipopita. My God, kivuli kiliponya kwa sababu walijua kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sasa kiwango kingine. Milango ya baraka ifunguke kuanzia sasa. Leo kila mmoja kimuinua mfalme katika roho na kweli asubuhi ya leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
praise and worship. Watakwenda kumwabudu Bwana kwa dakika chache na mtumishi wa Mungu ataingia hapa. Hallelujah. Nikisikia makofi na vigelegele. Hallelujah. Nikisikia makofi na vigelegele jamani, tupigie makofi. Wangapi wanafurahi tena asubuhi hii ya leo? Piga makofi ya juu, shangilia Bwana Yesu. Oh, Bwana asifiwe sana. Naomba kae kidogo, kaa kidogo. Hallelujah. Moyo wangu unafurahi sana siku leo. Sana sana sana. Kwa sababu ile siku ambayo tulikuwa tunaisubiri imefika na jioni leo tunaanza seminar. Tungesikia makofi jamani kabisa. Hallelujah. Oh, wale washindi wangepiga makofi hapa na piga kelele. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza? Ni wakati Roho Mtakatifu ananifundisha hicho, nikaanza kujiuliza wapi tena mahali pameandikwa hiyo. Mungu akanipeleka kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 11. Nikakutana na mtu mmoja anaitwa Musa. Musa alifika pahala akawa kulikuwa na mazingira Musa amezidiwa au amechoka Musa. Mungu akaanza kumwambia Mungu, kwani mimi ndio ulinitungisha hii mimba nikazaa watu? Amechoka kwa sababu alikuwa anaongoza watu zaidi ya milioni 2. Kwa hiyo ikawa amefika mahali kama anataka kuacha uongozi. Unajua Biblia inatuambia Mungu alichokifanya alishuka. Aliposhuka hakushuka na kitu kingine chochote, alishuka hivyo alivyo. Alipofika kwa Musa akamwambia nikusanyie wazee 70. Ukishakusanya wazee 70, Biblia inasema alipokusanya akasema nitachukua roho yako. Nenda kwa hiyo kuonyesha pale. Angalia pale. Mtu anasema pengine ana koti kutoka kwenye kichwa. Iko kwenye kichwa lakini iko pale kwenye maandiko. Hallelujah. Oh, wangapi wanampenda Bwana Yesu? Amen. Sema ninakupenda Bwana Yesu. Angalia kwenye hapo Hesabu 11 ule mstari wa 16. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hao, makida juu yao, ukawaleta hata hema ya kukutania wasimame huko pamoja nao. Alafu anasema nami nitashuka. Msema atashuka. Niseme na wewe huko. Asemi nitashuka na chochote, anasema nitashuka. Alafu niseme na wewe, anasema niseme na wewe huko. Nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako. Sio iliyo kule mbinguni, iliyo juu yako. Oh my God, my God. Hallelujah. Anasema nitashuka nitoe juu ya ile roho iliyo juu yako. Alafu anasema na kuiweka juu yao. Wako 70, yeye yuko mmoja. Anachukuaje roho? Si atakufa Musa. Anachozungumzia hapa kuna neema iliyo juu ya Musa, ni kubwa kuliko hata wazee 70. Amen. Musa kati anahangaika ajui nini cha kufanya, ndani yake alikuwa amepewa hazina zaidi ya mara 70. Lakini alikuwa ameishiwa pumzi. Mungu anamwambia naona unachezea ile potential iliyo ndani yako. Sasa nataka nichukue kidogo kidogo iliyo ndani yako, alafu niisambaze kwa hao wazee 70. Na utaona pale wakaanza kutembea kwenye kiwango kile kile ambacho Musa alikuwa anatembea. Amen. Kwa hiyo nikwambie Musa na Ibrahim ni wanadamu, lakini juu yao kulikuwa na neema. Hallelujah. Amen. Kuna watu wanaelewa ninachozungumza. Amen. Wiki hii tunao watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapa neema, ambao watakuwa pamoja na sisi hapa. Wanaweza kuwa wanavaa suti au nguo kama ile ya kwako, wanaweza kuwa na umbo kama la kwako, lakini habari njema nataka kukwambie wanayo neema juu yao. Amen. Oh, haya makofi hata katikati hawezi kukubali. Ungepiga makofi kama mbao, acha Yesu asikie. Sasa namna nzuri ya kupokea chochote ambacho na neema walionayo, wewe kujiunganisha kwa imani. Ukiwa na imani, ninakwambia wiki hii historia yako ninaona ikibadilika katika jina la Yesu.
Inasema ninaona historia yako ikibadilika katika jina la Yesu. Wangapi wanaamini historia katika wiki hii inaenda kubadilika? Nasema wangapi wanaamini historia yao inaenda kubadilika? Hebu shangilie tena Bwana Yesu kwa makofi. Pengine hawatakuja na magari, hawatakuja na madola kuwarushia, lakini ndani yao wana neno. Neno, najua watumishi wa Mungu manabii huwa wanatembea na neno. Elisha alitamka kwenye mlango wa 7 wa Wafalme wa Pili. Akatamka, akasema, anasema majira kama haya kesho unga utauzwa bei rahisi. Hata yule aliyekuwa kwa mfano akasema huyu jamani kama amechanganyikiwa. Hata kama madirisha angefunguka na malango huko mbinguni, hilo jambo haliwezi tokea. Tayari alikuwa amekosa. Kwa nini? Kwa sababu huyu alikuwa alitamka ndani ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Hakuwa anatamka kitu chake, alikuwa anatamka kitu cha Roho Mtakatifu. Watu wanachozungumza. Wangapi wako tayari kusikiliza mbele za Bwana? Sasa nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu, sio mwingine. Kama sio mleta, nataka tusimame tumwabudu Bwana. Kwa sababu amekubali pastor au ni nabii Bichi Malisa hata hapa Dar es Salaam na kanisa. Mungu amempa neema, kanisa kubwa kule Tegeta. Na maelfu ya watu wanaenda pale. Lakini alisema, mtumishi wa Mungu, nataka nije niwabariki wale watumishi na wale watu walioko pale katika kanisa la CRC. Bwana asifiwe sana. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Basi niwakaribisha waimbaji wakati huu watakapokuwa wanatuongoza. Thank you Jesus. Bwana, mwambie Bwana ni nani aliye kama yeye? Maana tuna mwingine aliye kama yeye. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, anastahili heshima. Haleluya. Mwabudu Bwana katika roho na kweli, kutafakari ukuu na matendo yake makubwa anayotenda kwetu ili tuokolewe.
umeangusha kuta za Yeriko, Jehova. Asante kwa ajili ya Jumapili ya leo Bwana. Yesu Kristo uliyemtokea Yohana kwenye kisiwa cha Patmo, macho yako yalikuwa na waka moto Bwana, sauti yako ilikuwa inatisha Baba. Asante kwa ajili ya kutupa siku ya leo, Jumapili nzuri ya ajabu. Nami nikisimama mbele ya watakatifu wako Bwana, mbele ya madhabahu hii takatifu, nikisema asante kwa sababu umestahili. Bwana Yesu kajitukuze, jina lako likainuliwe zaidi Bwana, nguvu yako ikaonekane Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo, pokea sifa Baba. Ninaamini maisha ya watu wengi leo, ninaamini maisha yatakwenda kubadilika siku hii ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, watu waseme amen. Sema watu waseme amina, amina tu. Hebu mwangalie jirani yako, kumsalimia watu watatu, waambie leo ni siku yako ya kubadilishwa. Sema haleluya. Hebu tafuta watu wengine watatu tena unisaidie, waambie uliletwa maalum ili uweze kupokea. Sema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu walio hai ndani ya nyumba hii. Hebu nisikie sauti za walio hai. Nataka niwatabirie watu watatu wanne hapa. Ipo siku utakuja kushuhudia. Unaelewa nikisema? Kuna siku utakuja kusema, ingawa ijapokuwa nilikuwa maskini sana, ijapokuwa kwenye ukoo wetu hakuna aliyeendesha gari, ijapokuwa nilikuwa zero, lakini leo namshukuru Mungu ameniinua. Sema amina kwa sababu utaki hiki ninachokisema. Kila mmoja Mungu atampa ushuhuda hapa. Nikuombee Bwana Yesu akupe ushuhuda. Sema amina kwa nguvu. Haijalishi upo wapi, haijalishi watu wanakuonaje, haijalishi wewe unajiona vipi, yani haijalishi mazingira, lakini ipo siku kwenye madhabahu utakuja kutoa ushuhuda kwamba nilikuwa vile, sasa niko hivi. Nilikuwa chini, sasa niko juu. Kuna watu wanaamini hiyo. Kuna watu watatu watakaogusa hii madhabahu hapa. Ipo siku utakumbuka kwamba kuna mtu alitoka Mwanza akatamka neno. Sema amina. Nasema kuna watu watatu ambao wanapaswa kugusa hii madhabahu saa hizi ili kujiunganisha na unabii na usemi. Narudia tena. Sikiliza. Kuinuliwa kwako kunategemea neno unalopewa na ukaliamini. Ijapokuwa leo uko chini, uko zilo, leo umepewa majina, wewe ni ombaomba, hizi vitu gani? Ipo siku utashuhudia. Roho wa Mungu ananiambia kwamba utashuhudia kwamba ijapokuwa nilikuwa wa mwisho darasani, leo na PhD. Ijapokuwa nilikuwa mwisho, sikutarajiwa, lakini leo Mungu ameniinua. Nataka nikwambie kuna watu wanakwenda kubadilishiwa maisha yao. Your history is going to change completely. Say amen. I'm telling you the truth. Let me preach in prophetic English. Hallelujah. Amen. Na mimi umepokea. Kuna watu ambao kila akikaribia kupata kitu kizuri, mambo yanaharibika. Na umekuja hapa, ilikuwa kidogo tu uende Ulaya, lakini vitu vikaribika. Ilikuwa kidogo tu upate kazi, wakasema unajua si vitu gani vinatokea. Kuna watu wengine kila anapokaribia kupata upenyo mkubwa, vitu vinavurugika. Nataka nikuombe, nyosha mkono wako katika jina la Yesu. Muujiza wako usiishie njiani tena. Nasema muujiza wako usiishie njiani tena.
Baraka yako isiishie njiani tena. Huyo anayesema haitatokea hataweza baada ya leo kwa jina la Yesu. Sema amina kwa sauti kubwa. Nisikie amina 3 za kinabii. Malizia mara mwisho. Mwambie jirani yako unapendeza. Kila kitu hapa kinapendeza. Nimemwangalia pastor, suti yake, mke wake, Pastor Wambura, assistant, jamani kila mmoja anapendeza. Hebu mwangalie jirani yako, mwangalie anapendeza, apendeze, si useme. Hebu kaa kwenye uwepo wa Bwana, kaa kwenye uwepo wa Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Divine elevation. My God. Na mimi najiunganisha na hii, I connect with this divine elevation. Mimi nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa hili. Tumemwona Mungu akifanya mambo makubwa sana kwenye madhabahu. Kuna watu kwenye maisha upasi kuwapoteza, akiweko rafiki yangu Pastor Jesse. Amen. Huu ni wakati wa watumishi kuthibitishwa, yani Mungu atuthibitishe. Wewe mwenyewe ni shahidi kwamba umethibitishwa huyo ni mume wako, si ndio? Huna wasiwasi, au kuna mtu ana wasiwasi hapo? Ni kwa sababu umethibitisha kwamba huyo ni mke. Ni wakati wa watumishi wa Mungu pia wathibitishwe kwamba ni watumishi. Moja kati ya kitu ambacho nathibitisha Pastor Jesse, sio kimoja, viko vingi. Amina, kwamba ni mtumishi wa Mungu ni ushuhuda wake. Tangu ameanza, mshirika wangu mmoja akaniambia, akasema niliyokutana Pastor Jesse zamani miaka 2000 huko, na tumepanda daladala moja. Sasa cha ajabu anasema nikavutiwa kumuona yule pastor. Alikuwa sio pastor, of course, alikuwa ni mtumishi tu. Anasema nilivutwa amekaa kwenye daladala, lakini kuna kitu kilinivuta kuanza kumfuatilia. Yeye hamjui, lakini amevutwa tu kuanza kumwangalia. Kuna kitu kilimvutia. Akasema nikamfuatilia, nikaja kugundua kumbe ni Pastor Jesse. Nini hiyo? Ni uthibitisho. Paulo anasema tangu sasa mtu asinitabishe kwa kuwa na nini? Nimechukua nini? Alama za chapa za nani? Za Yesu. Kwa Pastor Jesse tumekuwa naye tangu wakati mimi naanza huduma utumishi kule. Tunakula dagaa ofisini siku moja mwaka 2005 hivi. Tunakula dagaa pale ofisini kwangu. Pastor ananitia moyo sana. Na wakati nao nikapata shida, maana walembo walikuwa ni wengi. Sasa sielewi kipi ni kipi. Utana mmoja wa Mamusho Mwananchi Hospital akaniambia mfuate Pastor Jesse. Nikamwambia Pastor Jesse nani? Kwa hiyo nikaanza kupata shida, nikaanza kwenda. Mungu akanisaidia sana. Kwa hiyo Pastor Jesse namfahamu tangu nyuma huko, ni mtumishi wa Mungu ambaye ana ushuhuda mzuri. Sema amina. Leo nitaelezea hapo kwenye somo langu. Sio na msifu yeye, bali na msifu Kristo aliye ndani yake. Amina. Ni mtu ana neema kubwa sana. Na tangu tumeanza huduma hii, sio kitu cha kawaida. Katika mji kama huu, kwa idadi ya watu kama hawa, kufanya kitu kama hiki, lazima kuna neema ya Mungu nyuma. Amen. Tumekuwa kule Sinza, mkahamia hapa. Yaani unajua mimi sio mtu wa maneno mengi sana, lakini wacha kazi yenyewe zionekane. Yesu akasema kama hamwamini maneno, basi aminini na zile kazi. Kazi iko wazi kabisa. Kwenye ambao mna wasiwasi, mna mashaka, wekeni miguu yenu sawa sawa mahali hapo. Sema amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu kikubwa ni uwepo wa Mungu. Nilipoingia hapa nilikuwa nahisi sasa kuvibrate. Kwa sababu kitu nilichokuwa nakisikia ni kitu ambacho sidhani kama wengine wanakielewa. Uwepo wa Mungu ni kitu cha maana sana. Haijalishi utasali kanisa la mamilioni ya watu, lakini kama uwepo wa Mungu uko pale, ni zero. Kitu cha maana kwenye maisha cha thamani kutembea na mtumishi wa Mungu mwenye uwepo. Pastor wangu hapa Jesse,
Nachompendia ni maombi. Watumishi wengi walishaacha kuomba. Walishaacha maombi. Hakuna kitu cha dhamani. Ndio maana huko ulikokuwa unasali, uje kusikia pastor anatangaza maombi makali kama hapa. Kwa mwenyewe ni shahidi. Mtumishi mwenye nguvu ya maombi, wanasema unapotembea na muombaji, hata kama anga lako liko limefungwa, anga litafunguka. Unapokuwa na mtumishi wa Mungu, baba yako wa kiroho muombaji, nataka nikwambie wazi kabisa, ukiwa naye, unapojiunganisha naye, unapoanza kuwa na uhusiano naye, lazima utaanza kuona mambo yako yanakuwa sawa sawa, kwa sababu unatembea kwenye mwamvuli. Kwa hiyo endelee kumwombea pastor. Yes. Mtu mmoja akasema huduma zimefanishwa na vidole. Sawa sawa. Kuna huduma 5 na vidole 5. Hiki akasema hiki kidole kimoja hiki kikubwa hiki ni mtume. Haleluya. Ni mtume hiki. Hiki kidole kiweza ikavunja hata chao. Sema amina. Amen. Hiki na singina, si ndio? Hiki cha pili hiki anasema hiki ni nabii. Haleluya. Hiki kidole kinahusisha, ukitaka kumwelekeza mtu utamwelekeza hivi. Pita hapa. Unamwelekeza hivi. Amen. Ndio maana huduma za manabii ni wewe umetenda dhambi, wewe kuna pepo liko pale, mambo. This prophetic finger. Amina. Amen. Hiki kirefu kilichowazidi wengine ni mwinjilisti. Hiki naona hiki kimezidi kidogo wengine. Huyu ni evangelist. Mwinjilisti popote akiwa huwa anaonekana kana kwamba sasa yeye yuko juu kuliko wengine. Kidogo sikia kuna dhambi. Kidogo tu. Sasa mwinjilisti popote akiwa anaonekana kana kwamba amewazidi wengine, jinsi anavyohubiri maneno, kukemea, anaonekana kana kwamba ni moto kuliko wengine. Lakini hiki kingine hiki kinachovalishwa nini? Pete hiki ndio mchungaji, pastor. Hiki kidogo hiki ni mwalimu. Sema amina. Amen. Hiki kidogo ni rahisi kuweka kutoa kitu fulani. Ndio kazi ya mwalimu. Amina. Kuna mahali umekosea, mwalimu anakurekebisha na kutoa kitu. Lakini hiki ni pastor. Hiki ndio kinawekwa nini? Kinawekwa kidole, kinawekwa pete, si ndio? Sasa kwa nini pastor amefananishwa na kidole hiki? Ni kwa sababu ili ukae na mchungaji vizuri, kitu cha kwanza kinahitaji mchungaji, anahitaji mvumilie. Amina. Anahitaji upendo. Kidole hiki ni cha ndoa, si ndio? Ili ndoa iwe nzuri sinahitaji upendo. Ukimpenda pastor atafanya vizuri. Amina. Ukimvumilia pastor atafanya vizuri sana. Sema amina. Na pia sio hilo tu, kidole hiki ndio kinavalishwa pete, maana yake ni agano. Haleluya. Ni lazima ukiwa na mchungaji lazima uweka agano. Made a covenant with him. Sasa watu waelewe. Utanielewa tu baadaye. Kwa hizi ni salamu zangu. Sasa tuko na mtumishi wa Mungu, rafiki yangu anaitwa Wambura. Amina. Pastor Wambura. Unajua yeye nilikutana mwaka 2012, nilipomshika mkono tu nikaanza kuona hela zinaanza kuja. Niliposikia ushuhuda wake mmoja, Pastor Jesse akanishuhudia, nikasema I want to tap this grace. Tupo naye, ni jirani yangu kule Mwanza. Mungu amembariki sana pamoja na mke wake. Ana mke mnyenyekevu sana. Amen. Wamefanikiwa, Mungu amepeleka katika kiwango cha juu, wana ushuhuda kutoka huko chini mpaka hapa. Ninaamini pia katika siku hizo atakazo kuwepo mahali hapa atawaambukiza. Amen. Kule mtu akishaona anointing anakuwa kichaa kabisa na vibrate namna hii. Farmers colleges. Yes. Yule prophet akashtuka. Sema a man from Tanzania. Hallelujah. A prophet from Tanzania prophesying in this great nation of Nigeria. Oh God. Hey. Sasa kuna wao mnaitwa Mariam huko Mary, somebody like Mary. Valen for 10 years. Ama katoka. It's a throw. I'm from what is she say? She's 30 from she data says from where? It's a throw.
Sasa pale wingu likatembea. Ndio nikaanza sasa kupata kale kaheshima ka utumishi. Wakaanza na nikajua, hey, kumbe I can prophesy even in this country. Nikajua wengi wanaenda kuombewa. Kumbe na mimi nikaenda kuomba baada ya kujua kwamba na Watanzania hawajui hata watumishi huku. Mimi naamini watumishi mbalimbali. Amina. Na naamini kwa habari ya kujiunganisha na neema ya watumishi. Lakini tuna washirika ambao hawajui kwamba sisi baba zao wa kiroho tuna kitu gani. Mwizi pale msalabani kulikuwa na majambazi wawili, si ndio? Wawili. Mmoja alimjua Yesu ni Masia, sema amina. Mmoja alimjua Yesu ni Mwokozi, lakini mmoja alimtukana Yesu akamlaani. Huyu mmoja akasema, Yesu, ninaomba unikumbuke leo kwenye ufalme wako. Huyu mmoja akaanza kumtetea Yesu. Akamwambia, wewe unamtukana huyu. Si tumehukumiwa kwa sababu ya dhambi zetu, lakini huyu hajafanya kitu chochote. Huyu mmoja alimlaani Yesu, na huyu mmoja alimtambua Yesu ni Mwokozi. Yesu akiwa uchi kapigiwa msalabani. Huyu anamtambua ni Yesu ni Mwokozi. Wewe ungeweza? Mwizi msalabani alinifundisha kitu cha ajabu sana. Yule mwizi kumtambua Yesu ni Mwokozi wakati kapigiliwa msumari, kumtambua Yesu ni Mwokozi wakati Yesu anahitaji msaada, kumtambua Yesu ni Mwokozi wakati kavuliwa nguo, inahitaji neema, inahitaji ufahamu wa kiroho, inahitaji divine knowledge or whatever. Sema amina. Kuna watu wengi leo wako makanisani, pastor kavaa suti, hayuko msalabani wala hayuko uchi. Kavaa suti nzuri, sema amina. Yupo madhabahuni hapa anaomba na hudumia watu, lakini mnasali hapa hamjui mtumishi wa aina gani, hamjui neema alionayo, hamjui Mungu alichompa. Oh my God. Ndio maana maisha hayabadiliki kwa sababu hamjui mtumishi, hamjui madhabahu ina upako gani. Ndicho kinachofanya watu makanisani wasiinuliwe. Kinafanya washirika wa Kristo makanisani wasiende kwenye level nyingine, kwa sababu siku utakapogundua baba yako wa kiroho amepewa nini, haleluya, ukaanza kuheshimu alichonacho, ukaanza kuelewa alichonacho, ukaanza kufurahia alichonacho, nataka nikwambie atakuambukiza upako alionao. Lakini kama utaendelea ujui, maana leo umesali huku, umesali pale, wewe kinogo hujajua alichonacho pale, umehama ujui, kwa sababu unahama huku na hama huku na huku, kila siku makanisa yanaongezeka. Asante Bwana kwa ajili ya kanisa mazuri, lakini watu wanaosali lazima ifike mahali uelewe ulichumbiwa, ukachumbiwa sana, it's true, lakini kafika ukachua huyu ni mee wangu na unatulia. Amen. Kama amina. Kuna ukimya, nilitarajia kutakuwa na ukimya hapo. Nilijua wacha niache nitapita baadaye, nilijua kutakuwa na ukimya. Na ndio anga zangu hizo, ndio anga za natulia hapo sasa. Nitulie nisitulie. Ni lazima ujue. Unaweza kuwa na mume mzuri ukamdharau, ukamwona mtu wa kawaida sana, lakini huko nje wanampigia mahesabu. Pai mara kipenyo mara kipe huo. Haleluya. Ndugu mmoja akasema, tuko barabarani na mke wangu. Mlevi mmoja akawa anatembea huko anachechemea, anasema, wewe kaka wewe, badala ulinde mzigo wako wewe. Kaka ametangulia mbele, dada yuko nyuma. Mlevi akamwambia, wewe, abiria chunga mzigo wako wewe. Hujui na kitu gani? Akasema, kumbe na kitu, kumbe mke wangu mpaka mlevi ameona. Watu hawajui. Huyo mke ameona unamdharau, unamwona wa kawaida. Kuna wenzako usiku na mchana wanafanya maombi, ikiwezekana ufu wamchukue. Ni kwa sababu hujui.
Kutokujua ni shida, kutokujua ni shida. Ni lazima ujue neema. Paulo mtume anasema hivi ndivyo, ni kwa sababu ya neema niliyopewa. Wazungu wanasema the anointing will respect, the anointing will attract. Sikiliza, huwezi pokea kitu kwa mtu ambaye hujua na nini. Sema amina. Ukishajua neema nilionayo, automatically inakuja kwako. Tuko makanisani leo tuna upako. Ukienda nje, nilikuwa nashangaa mtumishi mmoja kule Mwanza nilisali miaka ile ya zamani anaitwa Bishop Mrisi. Ilikuwa mwaka 2005 nakumbuka. Akasema ninashangaa hapa Mwanza. Kuna kitu gani hapa Mwanza? Nimehubiri Zambia vilema wawili wakatembea. Ninashangaa. Unajua kile kitu kiliniingia sana. Mtu yule ambaye akiwa nje vilema anatembea, lakini akiwa kanisani wanamuona mtu wa kawaida, kwa sababu hawajui upako alionao. Nataka nikwambie, huwezi kuona neema ikija juu yako kama hujui huyo mtumishi na kitu gani. Mimi najua neema ya Pastor Jesse. Sema amina. Na huwa sioni aibu kutangaza kanisani, jamani na rafiki. Juzi tuko kwenye maombi ya kufunga siku 7. Nilikuwa nashangaa natembea na kama hela ndogo 900 kwenye mfuko. 900 700 sikumbuki sana. Bwana akaniambia acha ujinga. Hebu ipeleke ile hela haraka kwa pastor. Yes. Kuna kitu. Nataka nikwambie, nilipodondosha ile hela kwanza nikaanza kumtamanisha. Sema amina. Kabla sijamtumia nikapiga kwenye WhatsApp nikamwambia tayari mzigo huu hapa. Nikajua akianza tu kufanya maombi yangu ataenda vizuri. Tekini hiyo ni siri na kupatia. Tunaishi kwa siri sisi, wewe huwezi kupenya kwenye nchi hivi nchi. Sio kawaida. Nikamrushia. Haijapita siku, yani within 3 days nikapata $1,500. Mtu ametoka wapi? Katoka Kigoma. $1,500 kwenye mfuko zikadumbukia pa. Nikatulia, sasa nitaongeza. Kama hii 900 hii imefanya hivyo, acha niongeze kitu. Kujua. Sema amina. Sasa akaniambia no. Kule Arusha mama mmoja akashuhudia alipata milioni 54 katika mazingira ya kutatanisha. Amen. Pastor akaja, kile kitu kilinishtua. Akasema hii neema hii nahitaji fedha. Kama kuna mtu itokeaje? Mama alikuwa na shida nyingi sana. Akaja AAA, akaidi 500,000, alikuwa hana hela yote, 500,000. 500,000 akaidi. Miezi 3 baadaye, 3 hivi, kwenda kwenye akaunti akakuta kuna milioni 54 cash zimeingia kwenye akaunti yake. Akarudi akaomba ushauri, jamani kuna milioni 54 zimeingia, nifanyeje? Akamwambia acha ujinga wewe. Chukua hela. Piga hela. Si zimeingia kwenye akaunti yako. Mtaniambia unajua eti niulize akaunti yako. Alafu uende kuuliza manager kama manager kuna hela imeingia hapa ya wakona roho ya ajabu ya umaskini. Kama Mohehe mmoja aliokokataga hela alafu akapeleka polisi. Miaka ile ya zamani. Ila wao wameshabadilika. Unaona? Baada ya kuanza kufanya biashara na ile hela, benki wakampigia ziba. Akasema zamani tumekosea, ile hela tulikuingizia tofauti. Hiyo inaitwa divine, hiyo inaitwa good diversion. Sema amina. Good diversion, divine diversion. Mungu anadivert baraka wako pa. Walikosea kukupandisha chesa. Tumeshamtangaza ni wazimu sasa. Tutafutaje? Mungu akuinulie, yani itokee watu yani upandisho kimakosa. Haleluya. Upewe cheo kimakosa. Sema amina. Sema amina sasa kwa sauti. Wewe vipi? Sema amina kwa sauti. Wakaambia zamani naomba turudishie hela kwa sababu ni mpendo. Akasema ni kweli. Hela iliingia. Na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Sasa tufanyeje? Akasema wewe turudishie bila riba. Miezi 3 akawa amefanya biashara, kanunua kiwanja, kaongeza biashara zake zile za mambo ya vyakula vya mifugo, akapata hela mtaji mkubwa zaidi ya milioni hata 10 si ngapi huko. Akawarudishia hela yao.
Haya mambo yanatokea. Pastor aliposikia ushuhuda akasema no. Nakumbuka pale Kibo Palace pastor akaleta 500,000. Akasema na mimi nataka hii huyu Mungu sio wewe, huyu Mungu sio wewe, huyu Mungu aliyefanya hicho huyu. Jamani, nataka na mimi. Nikamwambia pastor, please usipige magoti hapa. Mimi wewe ni rafiki yangu. Twende wapi? Kitu ambacho nampenda pastor ni mtu ambaye hamzoei Mungu, hana mazoea na Mungu. Nilipokuja hapa mimi nilikuwa natetemeka hapa. Siangalii hapa kuna watu wangapi. Kwa sababu usifike mahali unajifanya una level ya kumzoea Mungu kwamba wewe ni mtu fulani wakati wa kuabudu ndio wenzako wanaabudu wanatoa machozi makamasi yanatoka, wewe uko Jehova. Sawa, wewe si mjani. Ipo siku utaabudu huko natoka mate na makamasi. Unaona sasa baada ya pale pastor anasema alipotoa hiyo 500,000, ndugu yangu ananiambia nipata milioni 25. Shuhuda hizi wazi, shuhuda za hela utasahau, shuhuda za hela utakumbuka shuhuda gani? Unaona? Ndio maisha. Pastor wakati ujenzi unaanza, Pastor Jesse aliuza gari nadhani. Akauza gari, akatoa kwa ajili ya kanisa. Mchungaji gani leo anaweza akauza gari eti atoe hela kanisa eti kujenga kanisa? Pastor na Mercedes Benz na Land Cruiser manini ma VX, kanisa ipo kwenye nini? Kwenye madebe. Sio na waponda wachungaji. Kila naongea ukweli. Na ukweli wao unauma. Sema amina. Naongea kwa habari ya kujua jamani. Sema amina. Ifike mahali tujue. Ukishajua mtumishi ana kitu gani, hata kivuli kitaponya. Sema amina. Kivuli kitaponya. Leo tunahangaika kuombea watu, tunakemea pona. Mtu apone kwa sababu hajui na nini. Hajui na nini. Tatoka jasho sana. Poka. Yeye anakuona wewe zilo. Anaoona kwenye TV anasema wale ndio zaidi. Sisemi kwenye TV. Msinuku vibaya please. Sema amina. Kila mtumishi ana upako bwana, tusizarauliane. Kila mtu anaumina upako, yule anawajivia na upako. Hata kama mtumishi na watu 5 wana upako. Ukishajua neema, hata mwanao aliyoko nyumbani anaweza akanyosha mkono, receive daddy, receive the anointing of God. Utapona. Walijua Petro ana nguvu. Hawakupata shida kumtafuta Petro. Waliweka wagonjwa, walijua hata kivuli kinatosha. Walipoweka wagonjwa, Petro alipopita, my God, kivuli kiliponya. Kwa sababu walijua. Lakini leo watu hawajui. Tuna watumishi makanisani wana upako. Ukienda kuhubiri nje wanapokea mpaka unashangaa. Lakini kwako watu wanabakia pale kwa sababu hawajui unani. Wakishajua, nilikuwa pale Royal Village pale Royal Village pale hoteli moja iko Kariakoo, miaka 2000 na ngapi, nikasahau viatu bwana. Ndugu mmoja nikaagiza leteni viatu vyangu bwana na shati. Ndugu mmoja akachukua viatu vya mtu mwenye upako. Kwa jina Yesu nikivaa mtapata kazi. Alipovaa leo mpaka leo amepata kazi. Kajua mwanamke aliyekuwa anatoka damu miaka 12 alijua jamani. Alijua Yesu alikuwa hana habari. Yesu alikuwa zake yuko busy, makutano wengi wanamsonga, wala Yesu hakujipanga kumuombea, wala Yesu hakuanza kumuombea, wala Yesu hakujua kinachoendelea. Lakini mama yule alijua, akasema mimi mwenyewe najua hii nguo ina upako, sina haja ya kumtafuta Yesu aniombea niwekee mikono Akasema mimi nikigusa tu pindo linatosha. Na alipogusa alipona instantly. Leo Mungu hapo anasema unajua mtumishi ana upako gani? Kuna watu wameenda kuombewa kila mahali duniani lakini hawajapata chochote. Tana mtu mmoja kule mahali fulani akaniambia mimi nimeenda kuombewa mahali fulani sijapokea. Nikajua ni zero. Ukishajua
tu akiweka mkono hivi umeshajiandaa kutoka nyumbani. Unasema tayari, unatikisa kichwa, nimeshapona. Huyu mtumishi wa Mungu ana kitu huyu. Nataka na kwamba tutaacha kusumbua watumishi wa Mungu. Utaacha leo watumishi tuna shida ndugu. Ukikaa naomba nikuone. Unahudumia mpaka unatoka jasho na mtu aponi. Unaomba mpaka koo linapinda na mtu aponi. Kwa sababu hajui. Ukishajua hii madhabahu ina nguvu, ukishagusa tu hapa unaenda nyumba, unasema tayari Mungu abahatishi, najua kuna nguvu ya Mungu mahali hapa. Sema haleluya. Tumeshamthibitisha Mungu, pasta huyu watumishi wa Mungu, pasta wangu, tumeshamthibitisha Mungu. Mwezi wa tarehe 21 mwezi wa kwanza pale, baada ya maombi ya siku 7 kufunga kavu bila kula, jioni kunywa maji saa 4 usiku. Jumapili kwa macho yangu na shuhudia. Najua miujiza feki iko mingi sana huko kweli. Huko Dar es Salaam nasema ibada tunaiona. Lakini ule kwa macho yangu Mungu anajua. Mafuta yalitoka kwenye mikono ya mwanamke mmoja live. Anointing oil, pure olive oil live. Ndugu wapendwa, nipo na njaa siku ya Jumapili, niko hoi. Kiongozi huyu, kuna mtu katoka mafuta yanachirizika ndugu mpaka huku. Mungu akanishangaza, akaniambia nilikuwa nakuondolea hofu na mashaka. Mimi ni Mungu naifanya ishara sijaisha. Hii ni uthibitisho kwamba mimi Mungu nimekuita. Haijalishi wewe unajionaje, watu wanaku, lakini kwa ishara hii tembea kwa ujasiri mwaka huu. Ondoa hofu kabisa, kwa sababu ishara imeonekana. Na mimi nakwambia yale mafuta katika ulimwengu wa roho yaguse biashara yako, yaguse na hii madhabahu. Kuanzia leo Mungu ainue watu wa ajabu kwenye madhabahu, na yaliyoshindikana yatawezekana kuanzia leo, kwa sababu ishara ya mafuta imeonekana. Huyu ni Mungu wa uhakika, sio Mungu wa kubahatisha. Sema amina. Nataka nikwambie ile mafuta yanafanya kazi. Tarehe 21 mwezi wa kwanza, 21 ndugu, mafuta yakatoka hapa kwenye ile madhabahu. Niliona kwa macho. 2009 yakatoka mafuta live kanisani ndugu. Mafuta yalikuwa ni mengi yale ndugu. Ilikuwa sielewi maana yake nini. Mashahidi wengine tunao hapa. Huwa nafika mahali na jamani, kweli Mungu yupo. Mungu aliyegawanya baadhi ya shamba, aliyotoa maji kwenye mwamba, hata leo yupo. Tunatembea kwa ujasiri. Sema amina. Kama Mungu ameshatuthibitisha, wewe na wasiwasi gani na sisi sasa? Au shida yako ni suti, ni kaunda suti ndio hapa? Ndio shida yako wewe. Shida mnaangalia mwanadamu kama mimi. Huyu si kafanyaje kawa mfupi, si achana mambo yangu wewe. Sema amina. Wewe angalia Mungu naye mtumiki. Angalia ule heshimu kile Mungu alichonipatia. Ukimwangalia Pastor Jesse sasa hivi unaweza kukosea. Unajua huyu pastor nitaka nimuone, hataka kuniona. Tunaanza shida. Huyu pastor leo anahubiri ujumbe gani sasa? Sijui. Wengine wako na macho wasema fault finders, fault mistake finders. Afia hapa kanisa apoke. Mkiwake kwa. Sasa naomba kabisa, kama mnachukiwa umaskini kama mimi ndivyo aibishwa, ninaombeni watu watakao sema chochote. Amen. Yes, pamoja na mke wake Bwana. Nimeona ushuhuda wake Bwana. Nimeona maisha yake Bwana, jinsi ulivyomtoa miaka hiyo Bwana. Nimeona neema iliyokuwa juu yake alipokuwa Mwanza, alipokuwa hapa. Watu wameponywa, watu wameokolewa. Baba, nakusihi ile neema iliyo kwenye kanisa hili ikapate kwa juu watu hawa. Ile miujiza ambayo imekuwa kimtokea Pastor Jesse kwenda katika viwango vingine vya uchumi, Baba nakusihi neema hiyo ipate kwa juu yao. Napoenda kumwaga mafuta juu yao, Baba, waende kwenye kiwango kingine cha uchumi. Waanze kufurahia maisha ambayo hawajawahi kuyatarajia wala kuyaota. Kuanzia sasa Jehova, ninawaunganisha na watu wenye baraka zao katika jina la Yesu Kristo.
Ninawaunganisha na watu wenye baraka zao. Ninawaunganisha Bwana na baraka zao. Bwana Yesu kawaonyeshe wapi uchumi wao, baraka zao zipo wapi, utajiri wao upo. Katika jina la Yesu wakutane na watu wenye baraka zao. Mafuta haya Bwana yakawapeleke kwenye baraka zao. Mafuta haya Jehova na kusii yakawapeleke kwenye kiwango kingine. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jehova Mungu, wewe ni El Shaddai, wewe ni El Shaddai. Wewe ni Jehova ile Bwana. Ninakusihi ukapate kuonekana. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sasa kiwango kingine. Milango ya baraka ifunguke kuanzia sasa. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa. Waliokuangalia chini watakuangalia juu. Kwa jina la Yesu. Miaka ya mateso iishe. Bwana kuunganishe na watu wengine. Kwa sababu Bwana ameona baraka, ameona sadaka zako, ameona tabu yako. Kuanzia leo Bwana kukutanishe na watu wazuri watakao kupeleka kwenye kiwango kingine. In the name of Jesus. Miaka ya mateso imeisha. Bwana kupeleke kwenye baraka zako. Bwana kupeleke kwenye baraka zako. Bwana kuonyeshe kitu cha kitakachokuinua. Kwa jina la Yesu. The mighty name of Jesus. Yes, Mama Shekrian Robo. Pokea. Mama Sekrian Rebe. Yes, Mama Sekrian. Ijapokuwa leo uko chini, uko zilo, leo umepewa majina, wewe ni ombaomba, hizi vitu gani? Ipo siku utashuhudia. Roho Mungu ananiambia kwamba utashuhudia kwamba ijapokuwa ni wangu wa mwisho darasani. Leo unaweza kuwa na mume mzuri ukamdharau, ukamwona mtu wa kawaida sana, lakini huko nje wanapigia mahesabu. Good diversion, divine diversion. Mungu anadivert baraka wako pa walikosea kupandisha chesara. Tumeshamtangaza ni wazimu sasa. Walikuweka wagonjwa Petro alipopita. My God, kivuli kiliponya kwa sababu walijua kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sasa kiwango kingine. Milango ya baraka ifunguke kuanzia sasa.